So mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Sasa kama unavyojua kwamba timu ya Yanga imeingia kwenye hatua ya makundi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na tayari kundi lake tunajua jinsi lilivyo. FAR Rabat wako na JS Kabylie pamoja na kikosi cha Al Ahly kutoka pale Misri. Michezo ambayo itaenda kuanza kuchukua nafasi yake kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa tarehe 20 ya mwezi wa 11. Sasa kuelekea kwenye hizo michuano na kuanzia hatua ya makundi, unajua kule uruhusiwi kuvaa jezi ikiwa ina mdhamini ambaye anahusikana na masuala ya betting, kwa sababu ya kwamba michuano hii ya kimataifa kuanzia hatua ya robo finali ina mdhamini ambaye ni anahusikana na masuala ya betting moja kwa moja. So wanaondoa zile double standards. So kwenye hilo timu nyingi zimekuwa zikichukua wigo mwingine wa kutoa jezi nyingine za kimataifa. Sasa taarifa nilionayo ni kwamba Young Africans wataenda kuzindua jezi ya kimataifa. Kama si leo basi itakuwa ni kesho, ambayo itakuwa inamaanisha Yanga wanaenda kwenye michuano ya kimataifa wakiwa na jezi zao mpya kabisa za kimataifa. Na hizi jezi mara nyingi zikitolewa zinauzwaga kwa bei kidogo iliyochangamka. Mathalan waga ni kati ya 50,000 mpaka 45,000. Sasa unajua kwamba Young Africans msimu kidogo wamelegalega kwenye jezi ambazo wamekuwa kizitoa. Moja kati ya kitu ambacho mimi na insist ubunifu ongezeke zaidi. Yaani achana na promotion na nini, lazima wabuni kitu ambacho watu watakipokea moja kwa moja, alafu hicho kitu kitakuwa kinaenda kwa kikali vibaya. So Young Africans tunatarajia siku ya leo kuona, kama si leo basi itakuwa kesho, wakizindua jezi zao katika msimu unaokuja mwaka 2024, 25, 26 kwenye michuano ya kimataifa. Kumbuka hapo kwenye hatua ya group stage. Asante baba.